Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu zangu wadau wa elimu ya nyota. Leo nimekuja na somo dogo lakini somo muhimu sana. Somo dogo, somo fupi lakini ni somo muhimu sana. Leo tukiwa bado tunaendelea na mtiririko wa nyota 12 na kuelezea milango kuelezea milango, ile milango muhimu katika ile milango minne muhimu. Lakini sasa kuna somo ambalo ningependa nilitoe kulingana na matukio mbalimbali ambayo nakutana nayo yanayowasumbua watu. Sasa somo la leo ni somo linalohusiana na hisia au emotion. Hisia zako au emotion. Hisia ni kitu muhimu sana kwa binadamu. Kitu muhimu sana. Lakini pia ni kitu ambacho kinaweza kikakufelisha katika mambo yako. Hisia. Kwa sababu jambo lolote unalotaka kulifanya kwanza linaanza kujengwa kwenye hisia katika akili yako wewe. Linaanza kujengwa katika hisia kichwani kwako. Unataka kujenga nyumba, lazima utakuwa na picha fulani ambayo unayo kichwani. Pengine umeiona sehemu, au unataka tu ya kwako ambayo hujaiona sehemu. Hatimaye utaichora ile picha, utaiweka katika karatasi, naita ramani. Baada ya hapo itakuja katika ujenzi. Lakini mambo yote yanaanza kwenye hisia. Sasa unisikilize vizuri, hapa penye hisia pana faida, pana hasara. Hapa penye hisia ndio panatukwamisha mambo mengi sana kwa sisi wenyewe pasipo kujua. Na hisia za mwanadamu kinyota zinatawaliwa na mlango wake wa 4. Nyota yoyote hisia zake zipo katika mlango wa 4. Nyota yoyote hisia zako zipo katika mlango wa 4. Yaani nguvu ya hisia kwako iko wapi? Ule mlango wa 4, mlango wa mzazi, mlango wa nyumbani kwenu, ni mlango wa hisia pia. Uwezo wako wa hisia uko vipi? Unatengeneza hofu ama hutengenezi hofu? Tunatofautiana kinyota. Lakini mimi leo ningetoa kwa ujumla kabla sijaja kutoa kwa nyota zote. Uweze kuelewa kidogo. Ni somo muhimu sana. Sasa madhara ya hisia yanaweza yakawa positive, yanaweza yakawa negative. Positive ni pale ambapo utatumia hisia zako vizuri katika mambo mema, katika kutenda mambo ambayo ni mema, katika kufanya jambo ambalo ni zuri, ambalo litamfurahisha Allah, ambalo litafurahisha na binadamu wenzako. Hapo hisia zako zimekutuma kufanya mambo mazuri. Lakini hisia hizo zinaweza zikawa negative endapo utazitumia vibaya, au zikawa hasi, zikawa zenye shida, zenye kuleta changamoto kwa watu wengine. Kwa mfano, ukatumia hisia hizo kuumiza watu wengine kwa kufanya matendo ya hovyo. Ukatumia hisia hizo kujenga picha kichwani kwako, picha fulani ambayo ni mbaya, na hatimaye ile picha iliyojengeka kichwani kutokana na hisia ukaifanyia kazi. Kama nilivyokuambia kwamba jambo lolote linaanza kwanza kichwani kwenye hisia. Linaanza kwenye hisia alafu ndo linaenda kwenye utendaji. Utendaji unaweza ukawa kuandika kama hivi, au wa kutekeleza, au wa kutembea kwa miguu, au wa kufanya jambo kwa mikono, au utendaji wa kuongea. Lakini kwanza ulianza uliweka hisia ya mada fulani kichwani kwako. Sasa inategemea, inaweza ikawa mada mbaya au mada nzuri. Sasa ninakuja kwa nini hatufanikiwi. Tunasoma Qur'ani, hatufanikiwi. Tunavuta uradi, hatufanikiwi. Tunakoga dawa, hatufanikiwi. Tunakwenda kuchanjwa na matunguli huko, hatufanikiwi. Kwa nini? Na wengine wanafanikiwa. Sasa tofauti yetu ni moja tu. Tunawaza nini? Hisia zetu zikoje? Tuna hisia chanya au negative? Tuna hisia za namna gani? Hisia zenye nguvu ama hisia dhaifu?
hisia za kushindwa, ambazo huwa zinabebwa na hofu pia. Unakuta mtu kaambiwa kwamba hii ni sura fulani, labda surati Waqia, ukiisoma hii itakupa riski, itakutajirisha. Sasa yeye anachokimbilia, anaenda kuangalia tafasiri ya surati Waqia. Anaangalia tafasiri, haelewi. Hakuna nyumba pale, hakuna gari, hakuna hizo starehe anazozitaka yeye kwamba zimeandikwa mle. Sasa anapataje? Pengine mtu mwingine ameambiwa una kesi, soma dua fulani utafanikiwa kesi hiyo. Kama umesingiziwa, basi inshallah Mwenyezi Mungu atakusaidia. Anasoma lakini hayuko makini. Hisia zake ziko sehemu tofauti. Mwingine ana swali, umwambia swali rakaa 2, Salatul Haja rakaa 2, lakini mtu bado ataswali na ataona hajafanikiwa. Kwa nini? Wakati anaswali hisia zake hazikuwa pale. Yaani mwili wake na hisia zake havikuwa na ushirikiano. Hakuwa pale na kile anachokifanya. Kwa hivyo kwa sababu ushirikiano haujakuwepo, picha anachokitaka, kitendo anachokitaka kitokee, hakijaweza kutokea. Kwa sababu hisia zilikuwa sehemu nyingine. Na kwa bahati mbaya sana, hisia zinapokwenda, zinapopeleka umakini au focus, ndipo mwili unarespondi huko na mwili unafata huko. Ukiwa unaumwa ugonjwa wa kibiolojia, wewe ukaamini umelogwa, ukienda kupima hospitali utaonekana ni mzima. Vipimo vyote vitakonfirm kwamba wewe ni mzima. Kwa nini? Kwa sababu hisia zako wewe zimekuaminisha kwamba wewe umelogwa. Kwa hivyo ukienda hospitali kupima, hautaonekana unaumwa ugonjwa wowote. Utaonekana wewe ni mzima. Kwa sababu hisia zimepeleka huko na mwili umerespondi huko. Mwili utakuletea dalili zote za kulogwa. Kumbe saa nyingine ni UTI. Misuli inakaza, mgongo unakaza, miguu inawaka moto, joint zina shida, Utasema kabisa hapa mimi nimelogwa, nimetupiwa sihiri. Ukishaamini hivyo kwamba wewe umerogwa na mwili unarespondi hivyo, unaanza kuleta matokeo au dalili zinazoonyesha kwamba umerogwa. Na utakwenda hospitali kupimwa, utaonekana huna UTI, huna sukari, huna malaria, huna typhoid, huna kitu chochote. Hisia zina nguvu sana. Sasa unapotumia dawa, unaposoma dua, unaposwali kwa ajili ya haja zako, au unaswali katika hizo swala za kawaida, basi hisia zako zote peleka yakini yako pale. Usiwaze kitu kingine chochote. Hutaona maajabu ya swala 5 kama unaswali hisia zako zipo kwingine. Utakuwa unafanya mazoezi kwa sababu mwili huwa unarespondi kule hisia zinakopeleka focus. Unasali lakini wewe kwa muda ule upo kwenye rakaa, unawaza biashara zako, unawaza madeni yako, unawaza loss ulioipata. Kwa ina maana pale utakuwa wewe huko pale physical. Ni kama unafanya mazoezi. Ni somo gumu kidogo, lakini ukinielewa utajua faida yake. Kwa nini wazee wa zamani walikuwa wanafanya mambo yao na yanakuwa, na kwa nini sasa hivi inaonekana ni mtihani sana? Hisia umezipeleka kwingine, yakini yako ipo kwingine, focus yako ipo kwingine, hauwezi kuona matokeo. Matokeo yatakayokuja ni kwa kile unachokiwaza. Kama una hofu kubwa juu ya madeni unayodaiwa, maana yake ukipeleka hisia kule na ukaongeza hofu, kweli hayo madeni yatakuwa ni mtihani mkubwa sana kwako. Ukipeleka focus, biashara yako inafeli, pengine hivi, utazidi kujenga gorofa la mawazo ambalo majibu yake hakuna, na yatakuletea majibu ambayo ni mabaya, majibu ambayo ni negative. Kwa hivyo tunawapa watu dawa na koga,
tunawasomea dua, lakini je, hisia zao ziko wapi? Hisia zao ziko wapi? Mtu asikwambie tunaamini, anawaza nini? Anawaza nini? Hisia zake ziko wapi? Hisia ni ugonjwa mbaya sana. Ukizipeleka vizuri zitakupa matunda mazuri. Ukizipeleka vibaya zitakupa matunda mabaya. Na zinakwenda vibaya hasa ukiwa na matatizo. Una madeni, una kesi, una hali ngumu kiuchumi. Kwa muda huo sasa unaanza kuwaza mawazo mengi. Unakuwa na hisia nyingi ambazo ni negative. Mimi bwana siwezi hichi hapa bwana mimi siwezi, mimi sijasoma, mimi siwezi kumiliki hichi, siwezi nikamiliki hichi, siwezi. Sasa unavyohisi vile negatively, kuna gorofa baya unalijenga katika maisha yako. Na utalipokea. Sasa kazi kubwa iliyopo ni kutoka huko unakowaza wewe. Kwa sababu hujajipeleka tu kwa makusudi, yale matatizo yamekuvuta mpaka kwenye hizo hisia. Umejikuta na watu wengi wanakudai. Umejikuta biashara yako inashuka. Umejikuta unaumwa, umeshaambiwa hospitali vipimo vyako viko sawa, lakini unaumwa. Umejikuta una changamoto nyingi sana. Sasa yale matatizo yamekuvuta wewe, focus yako na hisia zako zinaenda kuwaza mawazo mengi ambayo hayo mawazo yanakuwa ni negative. Sasa unatokaje huko kuja kwenye hisia positive? Kwa sababu hauwezi ukapata maajabu au mafanikio au kunasuka kwenye hiyo hali. Wewe umefanya dua. Wewe sijui umetumia makombe, sijui umetumia dawa za kienyeji, sijui umetumia tunguli. Yaani huwezi kunasuka huko kama hisia zako bado zipo huko. Haiwezekani. Na ndio imani wakati mwingine kwamba hisia zako na imani yako umeipeleka huko, kwamba katika yale matatizo yako unaanza kuzalisha mambo, unaanza kuzalisha hofu fulani, unaizalisha. Pengine haijatokea. Kwamba anayekudai unawaza atakuja kwa ukali, atakuzalilisha, pengine anakuja kesho kutwa, hajafika bado, hajaja. Ila wewe ushawaza, yani kuna wakati unawaza mpaka unaona watu wakicheka unahisi kama wanakucheka wewe. Ni kitu kibaya sana. Sasa unatokaje huko? Kwa sababu bila ya kutoka huko, utafanya nyiradi zako, utaona hazifanyi kazi. Utaswali, utaona haupati majibu. Utakoga dawa zako, utaona hupati majibu. Utafanya kafara, utaona hupati majibu. Kwa sababu ile kafara unayofanya, hisia zako ziko kwingine. Ile rakaa unayopiga, hisia ziko kwingine. Na hakuna kitu ambacho kinahitaji uwepo wako wewe, wa hisia zako, focus yako na mwili wako kama kwenye rakaa. Lakini upo nusu, uko kinyama, lakini kiakili hauko pale. Hauwezi pata majibu. Sasa mtihani unawashinda watu wengi. Unatokaje huko? Unatokaje huko ambako matatizo yako yamekupeleka kwenye hisia mbaya? Hisia za kujizuru, za kuzuru watu wengine kulingana na hayo matatizo yako, hisia za kujiwazia wewe ni mtu mdogo sana, huwezi kupata hichi, huwezi kupata hichi. Hisia zimekufanya umekosa furaha. Unatokaje huko? Kwa sababu ukiwa umepeleka focus na hisia zako kwenye mambo mabaya, kwenye kushindwa, kwenye hofu, kwenye kufeli, hata leo ukapewa milioni 10, hauwezi kufanyia kitu cha maana. Kwa sababu akili na hisia zako imekaa huko kwa muda mrefu sana. Haipo kwenye furaha. Sasa mara nyingi vitu vizuri tunavijenga, tunavipanga, tunaweka plani, akili ikiwa iko free, ikiwa iko vizuri, sio ikiwa kwenye matatizo. Sasa unatokaje huko? Hapo ndio dawa kubwa sana. Hii nawapa kama zawadi. Unatokaje huko? Unatoka kwa njia mbili. Njia ya kwanza meditation. Njia ya pili focus. Sasa kwenye meditation unisikilize vizuri sana.
wamekushauri ufanye meditation ya pumzi. Wamekushauri vuta pumzi afu iache taratibu, kwamba hao wana saikolojia sijui watu gani wamekushauri kwamba ukifanya hivyo ni tiba ya mawazo, ni tiba ya akili. Na ni kweli ukifanya hivyo kweli unapata, na wanakuambia ufocus kwenye pumzi. Tazama, wanakuambia focus kwenye nini? Kwenye pumzi. Focus kwenye nini? Kwenye pumzi. Sahau matatizo yako. Focus kwenye pumzi. Sasa mimi nataka nikwambie wewe ndugu yangu Muislamu, Qur'ani ina kila kitu. Kila kitu kipo mle. Wewe huna haja ya kufanya meditation ya kuvuta pumzi na kutoa, kuvuta pumzi na kutoa. Soma Qur'ani. Lugha iliyotumika kuandika Qur'ani na ufanisi uliotumika kuandika Qur'ani inakufanya ujikute unafanya meditation pasipo wewe kujielewa. Herufi zake zilivyo na hukumu zake za kusoma ni unafanya meditation pasipo wewe kujielewa. Fanya utafiti utaliona hili, kwamba unahusisha pumzi. Kuna herufi ya kuvuta, kuna herufi ya kusita, kuna herufi, yani kuna namna fulani ya usomaji ambao ni kwamba unacheza na hewa yako. Kuna muda unaitoa, kuna muda unaizuia, unasita kidogo, unafanya zoezi la namna hiyo. Sasa mimi nakushauri wewe Muislamu mwenzangu, wewe kithiri katika kusoma Qur'ani. Kithiri katika kusoma Qur'ani. Sura yoyote ukijiona una matatizo, umepata mawazo mengi kichwani, una madeni, una changamoto ya namna yoyote, unataka utibu akili yako isiende kufocus kwenye mambo mabaya, isiende kufocus kwenye maswali na majibu ambayo kimsingi kwa sasa hayapo. Unawaza mambo ambayo yatatokea, hayajatokea, unayajenga wewe kichwani mwako. Sasa hata kama utafanya dua au utasomewa, si utakoga dawa, lakini wanakuogesha dawa, wanakupa dawa, unakoga, lakini wewe akili yako haiko hapo, akili yako inaumwa. Sasa kuirudisha katika hali ya kawaida, soma Qur'ani. Meditation yako hiyo Qur'ani. Wamekuambia vuta pumzi, izuie alafu itoe. Basi fuatilia Qur'ani, herufi zake ndivyo zilivyo. Kuna mahala utavuta, kuna mahala utaachia herufi yote, kuna mahala herufi nyingine unaitamkia huku, nyingine inatoka kifuani, nyingine kwenye ulimi. Yani ni mchezo fulani wa kucheza na hewa, ambao ndio hiyo hewa wanayokuambia. Kwa hiyo unachoongeza hapa unaposoma Qur'ani, ongeza focus. Sahau matatizo yako yote. Focus kwenye kile unachokisoma. Hata kama umeambiwa hukumu yako ni kesho, wewe usiwaze hiyo hukumu. Focus hapo. Ukiwaza nitakwenda jela kutakuaje, nitahukumiwa, nitaambiwa nilipe faini, unavyoyajenga kichwani ndivyo yatakavyotokea. Tena yatatokea vibaya zaidi. Kwa hiyo unapaswa relax, soma Qur'ani. Alafu weka focus kwenye kile unachokisoma. Ukimaliza basi mshtakie Allah. Allah, mimi na kaza wakaza. Ukiwa umerelax, pale ndipo hata imani inakuja. Tusidanganyane, huwezi ukawa na imani muda huo unawaza mdeni wako. Yaani unamuogopa mdeni wako, unamuogopa hakimu, si unaogopa mtu gani kuliko Allah. Hapo huwezi kusimamisha imani. Tusidanganyane. Kwa hivyo kama umeshauriwa kufanya meditation ili kutibu akili yako, mimi nakushauri kwa wewe Muislamu, kithiri kusoma Qur'ani. Kithiri kuvuta nyiradi. Kithiri kuvuta nyiradi. Hamuoni hata walimu au wanazuoni wanasema vuta uradi huu mara 1000 na miangapi na miangapi. Nini maana yake ile? Wanataka kudraw ile concentration yako iwe pale. Wanataka concentration yako iwe pale. Kuna thawabu unaipata kwa Mwenyezi Mungu kwa kufanya hivyo, kwa kuvuta nyiradi,
unaipata, lakini pia ni tiba ya akili yako. Umeambiwa usome mara kadhaa, pengine lisaa lizima unasoma, maana yake ni kwamba concentration yako uilete kwa muda wa lisaa lizima pale kwenye ile nyiradi au pale unaposoma Qur'ani. Kwa hiyo automatically akili yako itakuwa free. Saa nyingine unamaliza kusoma pale, ulikuwa na jambo linakusumbua, basi unapata jibu lake pale pale. Jibu haliwezi kuja kama akili inawaza negatively. Haliwezi kuja jibu. Yaani hakuna muujiza hapo wa hivyo. Haliwezi kuja. Kwa sababu wewe umeshawekewa akili. Kwa hivyo kithiri sana kusoma Qur'ani. Kithiri sana kuvuta nyiradi. Kuvuta nyiradi. Maana yake nini? Kuleta ile focus yako katika kitu hichi, na wao watu wa meditation wanakuambia kwamba focus kwenye kitu kimoja, yani pumzi. Sasa wewe focus kwenye kusoma Qur'ani. Kama dawa ni kuto kuwaza chochote, uwaze kitu kimoja, wewe uwaza kwenye kusoma Qur'ani. Peleka akili yako hapo na focus yako hapo. Waza kwenye kuvuta nyiradi. Ukadumu kwa muda fulani unavuta hivyo, au unasoma umepata muda, soma umesongwa na matatizo pale. Usiwaze kabisa, ni waza kile hichi unachokisoma hapa. Hapo ndio utaona hayo maajabu ya hizo surati Waqia. Hapo ndio utaona maajabu ya surati Yasini, utayaonea hapo. Lakini kama unaisoma surati Yasini halafu akili yako haiko kwenye surati Yasini, haiko pale, hutaona maajabu ya surati Yasini. Hautayaona. Kama unasoma surati Waqia na akili yako haiko pale, imefocus kwenye vitu negative, imefocus kwenye hofu ya lile jambo linalokusumbua, imefocus kwamba kesho nitakula nini, kesho nitakula nini. Ndio maana walimu wetu wa zamani alikuwa anasoma hivyo, anamaliza hapo anashangaa anatokea mtu, "Sheikh, asalamu alaykum bana. Chukua hii bana, familia hapo watapata sukari." Kwa nini? Waliweka yakini yao, focus anaposoma pale. Sasa hicho kitu kinasumbua watu wengi. Kwa hiyo utajikuta kwamba utaenda kusomewa dua na mashehe wengi, utaenda kwa waganga wengi, utapewa dawa, utakoga, utawekewa tunguli mpaka kichwani, lakini hakuna kinachoweza kufanya kazi. Hizi tiba ndugu zangu za kimazingara ni kama tiba za kibiolojia, kwamba dawa ya hospitali ili ifanye kazi kwenye mwili wako inategemea na kinga yako ya mwili. Yaani zile dawa kwa asilimia kubwa zinaenda kusaidia kinga yako ya mwili iweze kupambana na ule ugonjwa. Iwe ni malaria, iwe ni nini. Kwa hiyo kama hamna kinga kabisa pengine hizo dawa zinaweza zisifanye kazi. Kwa hivyo sasa hata hizi dawa unazopewa unakoga, sio ni makombe, sio ni nini, unasomewa dua unasomewa. Focus yako iko wapi? Hisia zako ziko wapi? Ukitengeneza hisia zako vizuri na imani inasimama vizuri. Kwa sababu unaweza ukawa unasomewa kama ni surati Yasini, lakini wewe sidhani kama itawezekana. Hili swala mimi kwa yule mtu anavyonidai ni mkorofi, mtu wa ovyo, hata nizalilisha. Yaani tayari umeshamhofia yule. Hautaiamini Yasini. Hautakuwa na imani na maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu wewe kwa muda huo hisia zako zipo kwenye negative. Sasa shida kubwa inayosumbua watu wengi kuzitoa kwenye negative kuja kwenye positive, kwenye kurelax. Hiyo ndio shida inayosumbua watu wengi. Sasa wewe Muislamu, fanya meditation, wao wamekwambia ya pumzi, kuvuta pumzi, concentrate na pumzi. Wewe soma Qur'ani. Hiyo pumzi inajitengeneza yenyewe unaposoma Qur'ani. Zile herufi za Qur'ani zilizotumika kuandika Qur'ani na hukumu zake za kusoma Qur'ani automatically zinakufanya utengeneze style fulani ya pumzi. Style fulani ya pumzi kwa muda ule unaposoma. Wewe unachoongeza pale ni focus. Hichi ni kitu ambacho watu wengi hawakifahamu.
Na hata wengine wanaosoma wanafanikiwa hawajui ni kwa nini. Ni kweli Mwenyezi Mungu anatusaidia, anatujibu Allah, anatujibu vizuri, ni kweli. Lakini pia ni jibu la pale ambapo hujajibiwa kwa nini. Sio muda wote tu kusema kwamba Allah hajapenda bwana, Allah hajapenda bwana. Si muda wote kwamba Mwenyezi Mungu anapenda wewe uwe kwenye matatizo na huku unamshtakia yeye. Kwanza Mwenyezi Mungu anapenda waja wanaomshtakia. Lakini sasa sio mara zote kwamba wewe hujafanikiwa, mimi nimemshtakia Mwenyezi Mungu, nimesali sana, nimejivuta nyiradi sana, sijafanikiwa, basi Allah hajapenda bwana. Sio mara zote. Wewe hisia zako zilikuwa kwingine, focus yako ilikuwa kwingine, na hisia anabeba imani. Yaani hisia ni kama chombo, ni kama usafiri ambao ndio umebeba imani. Kwa sababu wewe ukipeleka hisia kwa yule mdeni wako, manake atakufanyia hichi, yani hofu ukishaipeleka kule ukawaza, basi unaamini hicho na ndicho kinachokuja kutokea. Yaani ndicho kinachokuja kutokea. Unaona? Kwa hivyo ndugu zanguni, ningependa kuwashauri sana. Somo hili la hisia katika nyota 12 kama nilivyosema, linakaa mlango wa 4. Nitakuja kutoa kwa kila nyota uwe makini na hisia gani zinapokujia. Kama umetizama vizuri somo la milango, kila nyota na milango yake 12, basi utaelewa hichi ninachokuambia. Utatizama mlango wako wa 4 iko nyota gani. Na ukishatizama basi iko namna ya kujua. Lakini kwa ujumla ni kwamba ili uweze kujenga imani vizuri, tengeneza hisia zako, akili zako, mawazo yako vizuri. Kwa sababu kama wewe unasali muda huo na hisia zako zipo kwingine, ni ngumu kuamini mafundisho ya Mwenyezi Mungu katika ibada yako. Vipi? Huwezi kuamini. Kwa sababu wewe unaamini katika hayo yanayokutokea muda huo. Yaani unautaka msaada wa maajabu ambao hata wewe majibu huna. Lakini vile unavyowaza vibaya kwa kujiuliza maswali mabaya na kuweka majibu mabaya, maswali ambayo hayapo na majibu ambayo hayapo, maswali ambayo hayajatokea na majibu ambayo hayajatokea, lakini wewe tayari unaanza kuyakaribisha. Sasa kwa muda huo hata kama unasomewa dua bado haitafanya kazi. Kwa sababu wewe muhusika, fikra zako na hisia zako haziko pale. Kwa lengo langu ni kwamba ni kurudisha hisia zako na fikra zako katika dua. Kama ni kwenye dua, kurudisha pale. Kama upo kwenye sala, basi urudisha pale. Ndio utaona utamu wa sala huko vipi. Kwa sababu tu ukiwa na shida ya riziki, shida ya riziki, tunasema riziki zetu za kawaida hizi sisi watu wa hali ya chini, kwa mfumo wa sala ilivyo, yani tayari imeshajitosheleza wewe kukupa riziki. Ukifuatilia maneno yanayotamkwa kwenye sala na tafasiri yake, tayari amejitosheleza wewe kukupa riziki. Ila haiji kwa sababu unasali, akili haiko pale, focus na concentration haiko pale. Kumbuka mwanzo nimekuambia kila kitu msingi wake unaanza hapa kwenye akili, ndo kinakuja kumanifest. Sasa kumanifest labda kwa kuandika kama hivi au kwa kuongea kama ninavyoongea. Yaani kama hichi ninachokisema, manake nilianza kukihisi kwanza kichwani, nikakitengeneza kichwani, halafu ndio nikakitoa kama hivi. Umeona sasa tofauti au muhimu wa hisia zako? Ni kitu muhimu sana. Na wengi ni ngumu kujitoa hivi kikawaida, kwamba wanasema kupotezea. Ni ngumu. Sasa njia rahisi, wao wamekushauri fanya meditation. Focus kwenye pumzi. Mimi nakushauri ili upate faida hapa duniani na kesho akhera, wewe soma Qur'ani. Kama ni huo mchezo wa kucheza na pumzi, cheza nayo kwenye Qur'ani.
ina mchezo mzuri sana wa pumzi, herufi zake jinsi zilivyo. Soma kwa kufata hukumu zake. Hapo ndio utaona utamu wake. Soma kwa kufata hukumu zake. Basi utajikuta taratibu, yani ukiweka focus taratibu utajikuta kwanza unaanza kuwaza vizuri. Akili inakaa vizuri. Saa nyingine kumbe ulipaswa upate jibu wewe katika hilo linalokusumbua. Wewe mwenyewe unaweza ukapata jibu. Na unakuta ukimaliza pale ukikaa baada ya muda fulani, ili jambo fulani, ngoja nifanye hivi. Ngoja nimpigie simu fulani. Na kweli unampigia simu unakuta anakusaidia lile jambo. Kwa hivyo iko faida kutoka kwa Mwenyezi Mungu, anatujalia tunapata thawabu na yeye ndo anatufanyia wepesi. Lakini pia hata hiyo pumzi yeye ndo katupatia. Yeye ndo anatupatia kila siku. Kama wamekuambia focus kwenye pumzi yako, sio uingiza na uitoe kwa utaratibu fulani, wewe fuata utaratibu wa Qur'ani. Kama inavyosoma kwa kufata hukumu zake, tayari umeshacheza na hiyo pumzi wanayoisema. Hapo wewe unaongeza weka focus. Focus ni nini? Kwamba unaposoma uelewe unachokisoma. Ukielewe vizuri, kwa yakini, kwa undani. Yaani kibidi wakati mwingine kama unasoma basi hata kama ni mtu amekuita, pengine aite hata labda mara 2 ndio umsikie au mara 3. Kwa sababu akili yako na mwili wako vyote vipo kwenye focus pale pale. Viko pale pale. Hiyo ni tiba kubwa sana ndugu zangu, ninawaambia. Haya mambo tumefanya, tumejaribu. Sasa mwingine atasema utajiri, hayo ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tunatofautiana nyota. Hayo ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini tumeona kwa yale mambo tuliyofanikiwa, kwa sababu mafanikio sio pesa peke yake. Lakini tumefanya hivyo, tumeona mambo yamefanikiwa, yamekwenda. Mfano mwingine kwamba mtu ana maradhi ya kibiolojia. Saa nyingine anaumwa UTI sugu, imeshakaa muda mrefu. Yeye kajiwekea imani, tunawapata watu kama hao wanakuja ofisini. Yeye kajiwekea imani kwamba amerogwa. Na kweli ataenda hospitali kupimwa, ataonekana haumwi chochote. Kwa nini? Hisia zake zinamwambia karogwa. Mwili unarespondi kwamba amerogwa. Kinachotakiwa kionyeshe majibu ni mwili. Wanachukua damu. Wanachukua damu. Kwa hiyo mwili na mifupa yake na nyama na damu vinarespondi kwamba hamna kitu cha kibiolojia, wewe umerogwa. Lakini ni UTI na kusumbua, UTI sugu. Sasa wakija sisi kwa kutizama nyota, kwa sababu kwenye nyota ukibobea una uwezo wa kujua haya maradhi ya kibiolojia, haya maradhi ni ya kichawi, haya maradhi ni kadari ya Mwenyezi Mungu. Kwa ukishagundua kwamba haya ni maradhi ya kibiolojia ambayo anaweza akaenda katibiwa hospitali, na yeye anakuambia ameshaenda hospitali, vipimo vinaonyesha hamna anachoumwa. Sasa zipo dawa za UTI za kienyeji ambazo si uchawi, si masharti, unampa nenda katumia hizo dawa. Zipo dawa. Anakwenda anatumia, anajisikia amepona. Sasa utasema kwa nini wewe umempa dawa amepona? Alishaweka hisia amerogwa, na ameweka hisia kwamba yeye kupona kwake ni kwa mganga wa kienyeji. Kwa hivyo dawa utakayompa wewe, kwa sababu wewe ni mganga kienyeji na hisia zake zimemwambia hivyo, zina manifesti kupona, zinadhihirisha kupona. Lakini hazikumwambia hospitali, ndio maana hospitali hajaona majibu, na hata kapewa dawa ni kama za kutuliza maumivu. Hao tumewaona wengi wanakuja ofisini. Wengi sana. Nitakuja kueleza mtiririko wa nyota na maradhi gani ya kibiolojia unayoweza kuyapata. Nyota yako inakukataza anasa. Wewe ukakithiri kwenye anasa, unakosaje maradhi ya zinaa? Unayakosaje? Unaachaje kufeli figo? Unaachaje?
kufeli figo, unaachaje? Unaachaje? Kwa sababu nyota zinaelekeza wewe hichi usifanye, hichi usifanye. Kwa hiyo yako maradhi ya kibiolojia, yako maradhi ya kichawi, yako maradhi ni kadari ya Allah. Sasa wanakuja ofisini, tunapogundua hilo, basi sisi tunawapatia dawa ambazo si za kichawi, si kwamba zina masharti, ni miti zingine ni vitamini, zingine ni matunda ambazo zinaenda kuwasaidia. Sasa kinachoenda kuwasaidia kwamba dawa ninayompa plus hisia zake, jumlisha na hisia zake, ndio manifestation ya tiba inatokea. Umeona hapo Na wapo wengi mtaani wameshakwambia kabisa kwamba mimi nimepima vipimo vyote lakini hakuna ugonjwa, ila bado naumwa. Sasa ugonjwa uko hapa, hisia zako wewe unawaza nini? Unawaza nini? Kweli unawaza hakuna ugonjwa? Au umeweka hofu kubwa sana kwenye huo ugonjwa? Umetengeneza hofu kubwa sana. Sio wote kwamba wanawaza ushirikina, ila mwingine ametengeneza hofu kubwa hapa. Ile hofu inafanya hata hayo majibu hayawezi kupatikana. Hiyo hofu inazidi kutengeneza mabaya zaidi badala ya kumanifesti mazuri zaidi, kwa sababu hisia zinapeleka mwili. Yaani huu mwili unapelekwa na hisia. Nafikiri ndo kama kusema nafsi inakuongoza kufanya mabaya, kuiba, kubaka. Unakwenda na mwili mzima. Yaani mwili kada yake unarespondi nafsi inakotaka au hisia zinavyotaka. Kwa hivyo hili ni somo muhimu sana ndugu zanguni. Ningependa niwashauri hivyo kwa wale Waislamu wenzangu. Kama umeshauriwa meditation ni tiba ya akili au ya hisia, basi wewe soma sana Qur'ani. Wamekuambia focus kwenye pumzi, basi unaposoma Qur'ani kwa hukumu zake za usomaji wa Qur'ani unacheza na pumzi. Kwa sababu uzuri wa Qur'ani kuna herufi zinatamkiwa hapa, zingine kifuani, zingine kama inatoka tumboni, zingine yani zinakutaka practice fulani uifanye. Practice fulani uifanye. Ambao ni kucheza na pumzi. Fanya hivyo alafu ongeza focus katika kile unachokisoma. Utafanikiwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa utajikuta kwamba dua zinakwenda zinajibiwa. Sio mara zote kwamba Allah katupangia sisi ni mitihani. La hasha, si mara zote. Mbona wengine wanatumia hiyo surati Waqia wanakula ubwabwa na watoto? Kwa nini wengine nasoma sana? Shida ni kwamba tunasoma lakini focus haiko pale. Haiko pale. Ni kweli unacheza na pumzi lakini focus haiko pale. Hivi vitu viwili lazima viende sambamba. Ndio uweze kujinasua kutoka huko ulikovutwa na matatizo yamekupeleka huko, uweze kurudi katika mstari ulio mzuri. Na siku zote tunafanya maamuzi mazuri tukiwa na afya nzuri ya akili. Sasa afya nzuri ya akili sio ukichaa ule total. Hata kuwa na mawazo mengi ni shida. Kuwa na mawazo mengi ni shida. Au pengine kuwa na furaha sana nayo inaweza kuwa ni shida. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.